Funika macho yako ukiwa umeketi. Sema Roho Mtakatifu. Ukiwa umefunika macho yako sema Roho Mtakatifu, ninakuabudu Bwana, ninakuinua peke yako ndani ya moyo wangu. Wewe unastahili, wewe unastahili. Zaidi yako hakuna mwingine. Niko mbele zako jioni ya leo. Nina haja na wewe, nina haja na wewe, nina haja na wewe. Sema nami Bwana, uniongoze Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, niko tayari kuhudumiwa na wewe jioni ya leo. Niumbie ndani yangu roho ya utulivu, roho iliyotulia madhabahuni pako. Niumbie ndani yangu moyo uliotulia madhabahuni pako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa uko tayari kunihudumia jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, katika jina la Yesu. Amen. Uamsho wa kiroho kwenye nafasi uliowekwa na Bwana. Uamsho wa kiroho kwenye nafasi uliowekwa na Bwana. Leo tunaenda mbele kidogo. Nafasi maana yake nini? Nafasi maana yake nini? Nafasi maana yake nini? Kwa sababu kwa Kiswahili ukiona nafasi, kiambiwa nafasi, tafsiri yake inaweza kukupa shida sana. Lakini angalau kwa Kiingereza nafasi inayozungumzwa pale, it is not a chance but a position. Inazungumza kitu kinaitwa position. Nafasi. Nafasi maana yake nini? Fungua kitabu cha Yohana Mtakatifu. Kumbuka bado tuko kwenye kichwa cha somo, uamsho wa kiroho kwenye nafasi uliowekwa na Bwana. Nafasi maana yake nini? Yohana, Injili ya Yohana sura ya 15 mstari ule wa 16. Kabla tujaanza wa 16, soma wa 15 mpaka wa 16. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mumuombaro Baba kwa jina langu awapeni. Narudia, anasema si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mumuombaro Baba kwa jina langu awapeni. Yesu anaongea na wanafunzi wake, na anaanza kwa kuambia siwaiti tena watumwa. Maana yake kuna wakati aliwahi kuwaita. Anasema siwaiti tena watumwa. Lile neno siwaiti tena maana yake nabadilisha namna ya kuwaita, utambulisho wenu unabadilika. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki. Kwa nini nawaita rafiki? Kwa sababu yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Neno nimewaarifu maana yake nimewapa habari, nimewaambia, nimewaeleza. Mtumwa hawezi kuambiwa kila kitu, lakini ninyi nimewaeleza.
Kwa hiyo siwaiti tena watumwa, bali rafiki. Kwa hiyo utambulisho wao unabadilishwa kutoka kwenye kuitwa watumwa na kuwa rafiki. Alafu anawahakikishia kwenye ule mstari wa 16, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliwachagua ninyi. Na nilipowachagua, anasema, nami nikawaweka mwende mkazae matunda. Angalia lile neno nikawaweka. Sema akawaweka. Sema akawaweka. Nami nikawaweka ili mkafanye nini? Mwende mkazae matunda. Nimewaweka. Lile neno nimewaweka maana yake nimewaposition. Kuna mahali nimewaweka. Sijawaweka mkae tu. Mna kazi ya kufanya, mkazae matunda. Na sio tu kuzaa matunda, matunda yenu yapate kukaa, ili lolote mumuombaro Baba kwa jina langu awapeni. Kwa hiyo ufunguo wa kujibiwa lolote unaloomba uko kwenye nafasi ambayo unamzalia Mungu matunda. Narudia tena, unahitaji kwamba lolote, Biblia inasema lolote. Maana ya lolote, maana yake ni lolote. Ukiomba afya njema ujibiwe, ukiomba uchumi mzuri ujibiwe, ukiomba kuinuliwa ujibiwe. Lolote mumuombalo Baba kwa jina langu awapeni. Ufunguo wa kujibiwa lolote mmoja uko kwenye wewe kukaa kwenye nafasi ukamzalia Mungu matunda. Lakini matunda hayo yanapaswa yawe ni matunda yanayodumu, sio ya siku moja. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Kwa pointi ya msingi nilitaka ujuaje? Yesu anasema si ninyi mlionichagua, bali ni mimi nimewachagua. Kwa hiyo lazima ujue hivi kwamba kuokoka kwangu sio mimi nilimchagua, bali ni yeye alinichagua. Na ameniweka wapi? Kwenye nafasi. Ameniposition. Ameniweka kwenye nafasi. Anasema nikawaweka ili mwende mkazae matunda. Haleluya watu wa Mungu. Ninaomba unisikilize. Neno nafasi maana yake nini? Kwa lugha nyingine, nafasi huwa hatujiweki, ni Mungu anatuweka. Unanisikia nachosema? Kwenye ulimwengu wa roho hatujiposition, ni Mungu anatuposition, ni Mungu anatuweka. Lugha ya Agano Jipya inasema nikawaweka. Lugha ya Agano la Kale inasema nikawapanda. Takuonyesha tofauti yake. Agano la Kale, Mungu anapotumia lugha ya kinabii anasema nimewapanda. Tena nimewapanda kwenye bustani, nimewapanda kwenye nyumba yangu. Umepandwa kwenye nyumba ya Bwana, umepandwa kwenye bustani yake. Lakini Agano Jipya anasema nikawaweka. Maana yake umewekwa na Mungu, umewekwa na Yesu. Yaani akili na ufahamu wako vinatakiwa kujua kwamba nafasi ambayo Mungu anakupa ni umewekwa na yeye. Haleluya watu wa Mungu. Ukiokoka hauachwi hewani, kuna mahali huwa unawekwa. Maandiko yanaonyesha kuna mahali huwa unawekwa, unapandwa, unawekwa kwenye nafasi. Nafasi ni nini? Nafasi maana yake nini? Tunaposema nafasi, nini maana ya nafasi? Nafasi ni mahali ambapo Mungu anamuweka mtu wake kwa ajili yake mwenyewe. Yaani tunaposema Mungu ameniweka kwenye nafasi, maana yake ni mahali Mungu amekuweka kwa ajili yake mwenyewe. Yaani Mungu amekuweka kwa ajili ya mapenzi yake. Mungu amekuweka kama vile alivyotuokoa kwa mapenzi yake, na katika ulimwengu wa roho anatuweka kwenye nafasi kwa ajili yetu wenye, kwa ajili yake mwenyewe. Haleluya watu wa Mungu. Anatuweka kwa ajili yake.
ili yeye apate kutukuzwa, ili yeye apate kuheshimika. Ndio maana ukishaanza kuelewa kwamba Mungu ananiweka mahali kwa ajili yake, kuna vitu, watu wa Mungu, hutaanza kuvitafuta, badala yake utatafuta kutambua mahali Mungu amekuweka. Kwa mfano, unisikilize, unapoitwa, kwa mfano, ngoja nitolee mfano. Unapoitwa baba, baba sio cheo tu, lakini baba ni nafasi. Unapoitwa mama, to be a mother sio cheo, lakini ni nafasi. Na hii nafasi sio katika ulimwengu wa mwili tu kwa kuwa umezaa, ipo pia katika ulimwengu wa roho. Haleluya, watu wa Mungu. Unaposikia mtu anaitwa mume, mume ni position, ni nafasi katika ulimwengu wa roho. Unaposikia mke, mke ni nafasi. Mnanielewa, watu wa Mungu? Ni nafasi umewekwa katika ulimwengu wa roho, na kwenye kila nafasi Mungu amekuweka sio kwa ajili yako, kwa ajili yake. Ukifanya vizuri, anayetukuzwa sio wewe kwanza, anayetukuzwa ni Mungu aliyekuweka. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Anayetukuzwa ni Mungu aliyekuweka. Na kufanya vizuri maana yake nini? Ni kuzaa matunda, kuleta matokeo ambayo Mungu aliyakusudia kwenye hiyo nafasi. Unapookoka, Biblia inasema hivi, Ufunuo 5 mstari wa 9 hadi wa 10. Nataka ukuonyesha juu ya nafasi, usikilize. Unapookoka, Biblia inasema hivi, Ufunuo 5 mstari wa 9 hadi wa 10. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake. Kwa nini? Inatolewa sababu. Kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila lugha, watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Alafu anasemaje? Mstari wa 10 anasema ukawafanya, sema ukawafanya. Anasema ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nini? Juu ya nchi. Ukuhani na ufalme akawafanya. Ukuhani na ufalme, ile ni nafasi. Kuna vitu haviwezi kwenda kama vinahitaji mtu aliyekaa kwenye hizo nafasi, ukuhani na kifalme. Kwa sababu unaposema ufalme, nafasi ya kifalme ni nafasi ya kiutawala. Huwezi kufuta sheria za ulimwengu wa roho kama nafasi ya kifalme haifanyi kazi kwenye maisha yako. Narudia tena, haijalishi unasema ninafuta. Ngoja nikueleze, kuna sheria kwenye ulimwengu wa roho zimewekwa. Na ndio maana angalia sheria zilizoandikwa kifalme, kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna ngazi zinaitwa falme na mamlaka. Na kazi ya falme na mamlaka ni kuintroduce roho, kuweka sheria kwa matamko, kiagano. Zinawekwa sheria. Zikishawekwa sheria kwenye ulimwengu wa roho, unapoenda kuanza kuomba kwamba ninatangua sheria, kwa mfano unasema ninatangua sheria, sheria ya uzao iliyowekwa kwenye hii familia, sheria ya uzao, sheria fulani. Na kama zile sheria ziliwekwa kikuhani na kifalme, ninaposema kikuhani maana yake ibada ama za matambiko zilifanyika, na akawepo kuhani mwenye kusimamia hiyo ibada, alafu sheria ikafanyika, ikawekwa katika ulimwengu wa roho. Wewe umekuja kuokoka, zile sheria zinatesa familia nzima, kwa sababu saa nyingine unaweza ukasema hamna shida, nashughulika na watu wanaohusika na nguvu za giza, wachawi, ukapiga ukasema wamekufa. Kufa kwa mchawi hakuna maana kwamba sheria imekufa.
Ndio maana Hamani alipokufa sheria ilikuwa haijafa. Si unanielewa nachosema? Hamani amenyongwa na kile alichosimamisha mwenyewe, lakini sheria na madhara yake juu ya Wayahudi ilikuwa haijaondolewa. Ikawalazimu watafute position Esther na mjomba yake Mordekai kuomba ile nafasi, waitumie ile nafasi kutangua sheria, na wasingetangua, pamoja na kwamba Hamani ameshakufa, lakini Bwana asifiwe, Wayahudi wangepona? Wangekufa. Kwa nini wangekufa? Kingewaua kitu gani? Sheria. Ndio maana unisikilize, unaweza ukavunja vitu, lakini kama sheria haijaondolewa itatesa kizazi kingine, kwa sababu sheria za ulimwengu wa roho haziwekwi kawaida, zinawekwa kiagano. Na ndio maana Yesu alipotuokoa hakutuacha tu watoto wa Mungu, watoto wa Mungu. Biblia inasema akatufanya kuwa ufalme na makuhani. Maana yake tunaweza kusimamia masuala yanayohusu ibada binafsi, lakini wakati huo huo tunaweza kusimamia sheria za ulimwengu wa roho. Kwa mfano, unaposikia vita ya uchumi, sio vita ya kawaida, ni vita ya kifalme, ni vita ya kuexpand territory. Na ndio maana vita ya uchumi inasumbua sana, kwa sababu ni vita ya kifalme. Unataka kuwa na hazina, anayekuaga na hazina ni mfalme. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Ni vita ya kiutawala. Sasa ili uweze kushinda hiyo vita, lazima ukae kwenye nafasi. Kukaa kwenye nafasi maana yake lazima nafasi yako ambayo Mungu ameiweka iwe active kwenye maisha yako, iwe inafanya kazi. Sio kusema tu ninatawala kwenye ulimwengu wa roho. Umetangua sheria ngapi? Kisoma maandiko utagundua kuna dhambi iletayo nini? Sio mauti ya kiroho tu, mpaka ya kimwili. Jambo la pili, hizo sheria, kama kuna sheria za mauti zilizowekwa kifalme, zinaruhusu hofu. Yaani mtu anajikuta tu anilala akiwa jasiri, akiamka na hofu. Naye mwenyewe anajiuliza hofu hii imetoka wapi? Hofu, kumbe kwenye ulimwengu wa roho kuna sheria limewekwa la kukufa, kwa sababu hofu ni mlango wa mauti. Jina la Yesu libarikiwe. Ili roho ya mauti itawale, inatawala kupitia nini? Kupitia hofu. Kwa hiyo mtu anakuwa na hofu tu kwenye maisha yake, ana hofu, ana mashaka, ana hofu. Na wakiona unajikaza, huna hofu, unajua sheria zile zinafanyeje? Unatengenezewa mfumo fulani wa ndoto. Yaani huwezi kuota ndoto nzuri. Utaota mara umegongwa na gari, unaota mara nimeanguka gorofani. Kwa hiyo ukiinuka hivi unakuta hofu inakuja, unatawaliwa na ile sheria. Sasa sio issue tu ya kukemea, na kemea pepo la hofu, toka. Kama sheria ipo, utakuwa unakemea pepo la hofu kila wakati. Kinachotakiwa kuondolewa pale sio pepo la hofu. Sheria ikiondoka, na pepo halina mahali pa kukaa. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Sheria ikiwekwa ya mauti, utaona hivi. Na kukiwa hofu, kunakuwa, nimezungumza kitu kingine nini? Dhambi zenye kuleta mauti. Mtu ameokoka lakini zinaa inamsumbua sana, anafikiri ni yeye, kumbe ni sheria limewekwa linafuatilia. Lakini kikawaida mtu akiokoka kibibilia hatakiwi kuwa chini ya dhambi yoyote ile, kwa sababu ya sheria ya roho wa uzima ndani yake. Lakini leo ukienda makanisani, watu wengi hivi visheria hivi vimebana maisha yao, na ndio maana vipawa havina mafuta, havina upako. Maisha ya Kristo hayana mvuto. Watu wanashindwa kuvutwa na maisha yako. Wokovu unakuwa kama limzigo fulani hivi, sio maisha ya amani tena na furaha, kwa sababu ya hilo lisheria. Jambo lingine ambalo linawekwa ili roho ya mauti
ambayo imepita kisheria, sheria za kifalme iweze kutawala, kuna kitu kinaitwa magonjwa ya mauti. Yanakuwa yanasafiri kizazi baada ya kizazi. Yaani nyinyi mnakufa kwa kansa, nyinyi mnakufa kwa HIV. Alafu mnasema unajua kinachotuua kwenye HIV sisi sio waaminifu. Kumbe sio nchi ya uaminifu. Kuna familia unakuta ni wahuni lakini HIV haiwaui. Hujawahi kuona kitu cha namna hiyo? Yaani familia hawajatulia lakini usikia hata mmoja akafa kwa HIV. Nyinyi mmoja tu akijaribu tu ndio kaondoka. Yaani siku ya kwanza na testi tu ndio kapata na HIV. Kumbe nilisheria la mauti. Na watu wengine wa namna hii ukiwa unaombea, wakati unagemea ugonjwa, unaombea juu ya uponyaji kwenye ile damu ya virusi, unaachilia damu ya Yesu ipate kupita kwenye hiyo damu, apokee uponyaji. Huyu mtu mwenye HIV unashangali roho linalipuka ndani yake. Ninasema sisi ndio tumeruhusu apate HIV. Sijui unanielewa ninachosema. Lakini huku vipimo ameenda kupima, ameambiwa ana HIV. Lakini kumbe ni mkakati wa ulimwengu wa roho wa hiyo familia kutawaliwa na mauti kisheria. Kwa kunakuwa na magonjwa ya kimauti. Watu wanakufa kwa kansa, mnakufa kwa HIV, wengine wanakufa kwa magonjwa fulani fulani. Akifika umri tu fulani, visukari, high blood pressure, BP, wote mna BP. Yaani unakuta hadi katoto kana miaka 26 BP. Mifupa, matumbo, sikia utumbo na shida ya tumbo. Sisi tuna shida ya tumbo, familia nzima uko mzima, alafu mnafikiri kitu cha kawaida. Mnaanza kukemea, nakemea roho ya magonjwa. Kumbe kuna sheria kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Sijui unanielewa? Unaweza ukashughulika na kila kitu, ukawaua makuhani, ukapiga madhabahu, kama sheria imebaki lazima mfe. Lazima mfe. Sheria ikibaki lazima, kwa sababu ndio itakuwa inahuisha kile kitu. Unashangaa, mbona nimeshughulikia, mbona nimeombewa, lakini ndoto hazibadiliki, zimebaki pale pale. Kila ukilala unaota kile kile, kila ukifanya, lakini umeomba, umefunga avito. Sio swala la kuomba tu na kufunga, maarifa. Hiyo nafasi inayokuruhusu wewe kutangua sheria, unajua inavyofanya kazi. Kwa hiyo unakufa, lakini unao ufunguo ndani yako, unakufa nao, unakwama nao. Sasa hizi sheria za kifalme nyingine zinawekwa kwenye maeneo ya uchumi, na ikiwekwa kwenye maeneo ya uchumi, unaelewa maana yake nini? Muishi maisha ya mfanano kabisa. Kwa sababu hizi sheria zinaweza kuwekwa kwenye mji. Watu ambao wako kinyume na miungu wanakuwa na mfanano, yaani wanawekewa level. Aliyefanikiwa sana ataishia hapa, na wazee wa mji wanajua hili kabisa. Sheria zinawekwa kwenye mji, sheria zinawekwa kwenye familia, sheria za maisha ya mfanano tu, mfanano. Pambana, ila ukifika mahali fulani ndio umeishia hapa. Ukisubutu tu kuvuka, unasikia alipata ajali, kafa. Kwa sababu sheria iruhusu mtu avuke pale. Mwalimu, kwa nini umeongea vyote hivi? Lengo langu sio kukutisha, na mimi sifundishi deliverance hapa. Lengo langu ni kukuonyesha umuhimu wa kupokea uamsho kwenye nafasi ambayo Bwana amekuweka. Kwa sababu ukilala unaondoka kabisa. Mimi nakwambia unaondoka. Hata uwe mhubiri, hata uwe muombaji, unaondoka. Ukilala unaondoka. Uamsho unapokuja kwenye nafasi, ukajua Mungu aliponiokoa ameniweka kwenye nafasi ya kifalme na kikuhani. Usiishie tu kujua hivyo, lazima ujue hizi nafasi zinafanyeje kazi ndani yangu, kwa sababu anayezifanya zifanye kazi ni Roho Mtakatifu. Na ndio maana unahitaji kuamka. Kuna vitu utaomba mpaka utakata tamaa, kumbe ni sheria tu zimewekwa, ambazo wewe ungekuwa na kujua nafasi, ungejua namna ya kuzitumia, kutangua zile nafasi, kuondoa. Wewe unasema ngoja nishughulike na viti vya enzi. Wewe umekaa kwenye kiti gani? Na kuuliza swali, mtazame jirani yako, unataka kushughulike na kiti cha enzi, wewe umekaa kwenye kiti gani? Kwa sababu lazima uwe na uhakika kwenye kiti ulichokaa, kwa sababu ile ni vita ya viti na viti. Ndio maana ukikutana na watu wanaotegemea nguvu za giza, wanaangalia kwenye ulimwengu wa roho. Ukiona mtu anakupisha kiti, usifikiri anakupisha wewe,
anapisha kile kiti alichokiona. Sasa unaenda kusema ngoja nipige viti vya enzi, kiti cha enzi kilichofunga maisha. Napiga. Unapiga wewe, umekaa wapi? Unataka kushusha viti vya enzi. Unaelewa viti vya enzi maana yake nini? Viti vya kiutawala. Wewe una kiti gani cha utawala ulichokaa? Unajuaje? Umejuaje namna ambavyo umeketishwa na Kristo? Unaijua ile mamlaka iliyoko ndani kuketishwa na Kristo? Hicho kiti ambacho wewe umekalia unakifahamu? Je, unapoongea vile viti navyo vikaliakti vitakutana na nini kwako? Sababu sio swala tu la kupiga. Usifikiri ukipiga wao hawapigi. Ukipiga nao wanasema okay, na sisi tutapiga. Wanakutana na nini wakija kupiga? Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Mwalimu, kwani unaongea yote? Na kueleza ujue kwamba kuna nafasi. Kama ambavyo sisi Mungu ametuweka kwenye nafasi, Shetani naye ameweka watu wake kwenye nafasi katika ulimwengu wa roho. Amewaweka, wako kila mahali. Biashara wako, kanisani wamo, kila mahali wapo. Ameweka kwenye position. Ndio maana nitakueleza kule mbele, kuna uchawi unaokaa kwenye nafasi. Ukisikia uchawi unaokaa kwenye nafasi, uko pale kwa mipango mikakati ya miaka mingi, sio ya siku moja. Na ndio maana uchawi unaweza ukakaa kwenye nafasi. Nyie mshukuruni Mungu mnapoona mna viongozi, mna watu gani makanisani au maeneo ya kwenye mitaa yenu, lakini unakuta ni kiongozi aliyekaa ambaye hajabeba uchawi. Kwa sababu uchawi yule ukae kwenye nafasi, unamtafuta mtu, unamwandaa, anaaminiwa mpaka anakuja kupewa nafasi mahali. Nyinyi mnamuona amekaa pale, kumbe ni uchawi umekaa pale. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Mwalimu, kwani unayatoa wapi haya? Angalia. Unamfahamu mtu anaitwa Bayesu? Unamfahamu Bayesu? Na watu ambao wana uchawi uliokaa kwenye nafasi, huwa hatukemei utoke. Yaani mtu ambaye ana uchawi na kakaa kwenye nafasi, kawekwa huo uchawi kwenye nafasi, huwezi kumkemea kwamba atoke. Labda yeye mwenyewe afikirie huko aje kutubu na kuatoa vitu vyake vyote. Lakini kumkemea kwamba ule uchawi utoke ndani yake, kasome Biblia yako. Hutakuja kuona mitume walikemea. Hawakukemea uchawi utoke. Badala yake waliudhibiti tu usifanye kazi. Mwalimu, unaongea kitu gani? Unamfahamu mtu anaitwa Bayesu? Si unamfahamu? Matendo ya Mitume 13. Si unajua habari hii? Kuanzia ule mstari wa 6. Si unajua habari hii kushuka kule chini? Bwana asifiwe. Si mnaijua hii habari? Biblia inasema yule Bayesu alikuwa nabii wa nini? Wow. Biblia inamtambulisha yule mchawi Elima. Fikiria, alikuwa nabii wa uongo lakini alikuwa anaitwa mchawi. Maana yake ni uchawi uliovaa sura ya kinabii. Umekaa kwenye nafasi inaitwa nafasi ya unabii. Sijui mnanielewa ninachosema? Na ulikuwa unawindwa watu gani? Unawinda watu wenye akili. Unaingia kwa mtu kama rafiki, lakini unawinda kitu ambacho mtu amebeba. Ukamfuatilia Sergio Paulo ambaye yeye alikuwa ni mtu mwenye akili na liwali. Maana yake ni kiongozi aliyekaa kwenye nafasi ya kijamii, lakini kuna rafiki yuko pembeni amebeba uchawi. Na uchawi ule ulikuwa ni kazi yake kumzuia nuru ya Mungu isije ikaingia ndani ya huyo mtu. Unasema mambo yangu ya kiroho yanakuwa magumu sana. Kuna watu wamekaa kwenye nafasi wanafanya mambo. Sasa huwezi kushindana nao. Unaona? Tena uzulika tuwekea. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa, mstari wa 6. Chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi. Angalia pale, nabii wa uongo. Ni muhimu kuona hilo. Mchawi, nabii wa uongo. Alafu anasema Myahudi jina lake Bayesu. Kumbuka kwanza ni Myahudi. Nani ataamini Myahudi ni mchawi? Nani ataamini? Nani anaweza kuamini Myahudi ni mchawi? Kwanza huu ni uzao wa Ibrahim, anakuwaje mchawi? Kwanza uamini. Anasema wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo. Biblia ndiyo inatambua ni nabii wa uongo. Waliokuwepo walijuaje kama ni nabii wa uongo? Inawezekana waliona ni nabii wa kweli. Si anafanya vitu vinatokea. Na saa hizi sisi hatutaki kujaji kwamba ni nguvu gani inatumika, maadamu kimetokea. Nasema huyu ni Mungu, ahimidiwe Bwana. Hasa Biblia inasema nabii wa uongo, Myahudi jina lake Bayesu. Anasemaje? Mstari unaofuata anasema mtu huyu, mstari unaofuata wa 7,
Anasema mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Angalia Biblia inavyotoja sifa za mtu wa pili. Alikuwa pamoja, ameandamana naye, ni mtu mwenye akili. Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia neno la Mungu. Huyu mtu mwenye akili anatafuta asikie neno la nani? La Biblia inasemaje? Inasemaje mstari? Lakini Elima yule mchawi, Elima ndio ilikuwa jina lake. Elima, jina la ulimwengu wa roho. Wewe unaona watu huku wanaitwa Johnny, Samson, unajua majina yao ya ulimwengu wa roho, unayafahamu? Huyu alikuwa anaitwa Bayesu, watu wanamjua hivyo, lakini jina lake la kichawi anaitwa Elima. Elima, lakini Elima yule mchawi, maana ndio tafsiri ya jina lake. Akashindana nao akitaka kumtiwa yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Unaona watu wanarudi nyuma kiroho, unafikiri ni wao, kumbe wamekutana na mtu anaitwa Elima. Unaona mtu anakata tamaa, anasema kuanzia leo naacha kuhubiri, naacha kumtumikia Mungu. Unasema amekutana na mambo mengi, kumbe kakutana na uchawi uliokaa kwenye mfumo, kwenye nafasi. Huu unaitwa uchawi mfumo, sio uchawi ule wa walala hoi, sio ule anakuja kuloga duka. Huu ni uchawi mfumo ambao wenyewe unawinda hatima ya mtu, na ili uwinde hatima, na huu uchawi sio uchawi wa kawaida, unasukumwa nyuma na misingi ya miungu nyuma yake. Sio ule uchawi wa kwenda kununua, unasema naenda kununua Sumbawanga wapi. Huu ni uchawi ambao uko kwenye mfumo, kwenye nafasi, kwenye position. Sasa uchawi wa namna hiyo lengo lake kulaza watu usingizi, kuua mioyo ya watu. Angalia, wanamtia moyo wa kuiacha imani, moyo wa kuiacha imani. Kwa hiyo unashangaa, mbona sipendi mambo ya kiroho? Unafikiri ni wewe, kumbe umekutana na Elima wa kwako. Sasa mwalimu, kwa nini unafundisha hivi? Lazima ujue nafasi yako mahali Mungu amekuweka, na ukiijua ile nafasi lazima uamke kwenye nafasi yako. Kuamka maana yake Roho Mtakatifu anaachilia mafuta, anaachilia nguvu, anaachilia ufahamu wa wewe kujua namna ya kutumia nafasi ambayo Mungu amekuweka. Haleluya, watu wa Mungu. Wakati wao wanapambana kifalume, wanakutana na wewe unayo nguvu ya nini? Ya kifalume, sio nguvu ya Mungu ya kawaida, upako wa kifalume. Wanakutana na mamlaka ya kifalume, wakitamka na wasubilia, wametamka, wewe wametamka, alafu ukija kutamka neno moja linavunja sheria zao zote. Neno moja tu wanaishiwa nguvu. Kwa nini? Kwa sababu unatambua nafasi yako. Watu wa Mungu, nilikuwa nataka kusisitiza hivi, nafasi ni mahali Mungu amekuweka. Kuna uchawi unakaa kwenye nafasi kwa ajili ya kuharibu ndoa za watu tu. Kuna ndoa mpaka sasa ziko hali mbaya, ukitafuta kilichosababisha ni uchawi tu. Haleluya, watu wa Mungu. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Nilikuwa nakwambia nafasi, na ndio maana kuna utofauti mtu anayeomba kutoka kwenye nafasi na mtu anayeomba kiholela. Kuna utofauti sana, kwa sababu mtu anayeomba kutoka kwenye nafasi anajua kabisa haki zake ni zipi, mambo gani hayataki kufanyika kwenye maisha. Lakini anayeomba kiholela, yeye hata ajui, anachojua tu kwamba mimi ninaumwa, Yesu aniponye. Ugonjwa umepita wapi, hiyo haimsumbui. Yeye anachohitaji tu ni upo. Huyu hata akipona leo, kuna maeneo mengine ataonewa tena, atafanyiwa hivyo hivyo. Lakini akiamka hatakubali kuonewa tena. Haleluya, watu wa Mungu. Ninakuombea neema katika jina la Yesu. Mungu akujalie kuamka, usionewe. Wewe hujaokolewa ili uonewe. Wewe sio wa kuonewa, sio wa kunyanyaswa na nguvu za giza, sio wa kunyanyaswa na miungu. Lazima ufahamu kwamba kuna nafasi Mungu amekuweka wewe. Jesus. Na ndio maana ambao hawajaokoka na wamekuja kanisani, ndio utagundua utofauti wa kusali na kuokoka. Kwa sababu ukiwa unasali, maana yake umekataa kukalishwa kwenye nafasi. Wokovu Yesu alishauleta, ni wewe kupokea, kukubali, kuamini, kumpokea Yesu. Na ndio maana ukipokea wokovu, ukijua thamani yake, huwezi kuuchezea.
Kwa sababu ukichezea wokovu ni kama vile unakataa nafasi zote ambazo Mungu amekupa kwenye ulimwengu wa roho. Unasema mimi sitaki. Kwa sababu unapocheza na wokovu unakaribisha usingizi wa kiroho we mwenyewe kwa mikono yako. Kwa unakuwa ni mtu aliyepoa, aliyekufa, aliyelala kiroho, ambaye shetani atamchezea anavyojisikia. Atachezea ndoa yake, atachezea familia yake, atachezea watoto wake, atachezea vipawa vyake, atachezea kila kitu namna anavyojisikia. Na unaishia, ngoja nikwambie, unaishia kuwa stressed. Nikisema stressed unanielewa? Mtu mwenye msongo wa mawazo, matatizo, yani vitu vingi vinakuandama. Kwa nini? Kwa sababu adui amepata nafasi. Haleluya, watu wa Mungu. Kuna mtu amenielewa kwa sehemu hapa. Kwa ninaposema uamsho wa kiroho kwenye nafasi ambayo umewekwa na Mungu, zipo nyingi. Nimekueleza, ukiokoka nimekuonyesha hii moja, lakini zipo mahali popote Mungu amekuweka ni nafasi, na ulimwengu wa roho inatambulikana. Lakini kwenye hizo nafasi ambazo Mungu amekuweka, saa nyingine unasikia mtu ni kiongozi kanisani, ni kiongozi wapi, ni kiongozi kwenye familia. Ile ni position tena ya ulimwengu wa roho kabisa. Kwa hiyo lazima ujue umewekwa kwenye hiyo nafasi, lakini wewe uliyewekwa unajitambua nafasi ulizonazo katika Kristo. Unajua kwamba umeketishwa pamoja na Kristo. Unajua maisha yako yamefichwa ndani yake. Unajua kuwa ndani yake unaishi. Unajua wewe umeketishwa juu sana kuliko ufalme wowote na mamlaka, na mahali Kristo ameketishwa juu sana. Unajua wewe una uwezo wa kutiisha mamlaka zote za kuzimu ziwe chini ya miguu yako. Na huu ndio uamsho tunaotaka. Ukijua mimi niko juu kuliko anga za kichawi, na ukalisoma neno ukalielewa, na ukawa unajiona hivyo kabisa. Kwa sababu mwalimu, inawezekana. Yaani ukiwa unaomba hivyo unajiona kabisa, mbona niko juu namna hii ninaelea, alafu naona zile nguvu zikiwa chini. Lazima uanze kuona ndani viko chini yako, alafu uanze kuiona ile mamlaka na nafasi ulio nayo katika Kristo. Unapoingia kwenye maombi wala hutatumia nguvu. Utashangaa ukitamka unaona kuna reaction inatokea. Kinachofanya reaction itokee ufahamu. Jamani sikiliza, kwenye ulimwengu wa roho usilolifahamu halitatokea. Unanisikia? Kwenye ulimwengu wa roho ufahamu ndio unaoamua ufanikiwe kwa kiwango gani. Hauna ufahamu ni ngumu. Kwa kuanzia sasa fikra zako zibadilike. Mwambie jirani yako, badilika kifikra wewe. Anga haliko juu yako, anga liko chini yako katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu. Mtu yoyote aliye na nafasi alafu hajakaa kwenye nafasi na hafanyi vitu vyake kutokea kwenye nafasi, mamlaka yake inakuwa imezofika. Ukikaa kwenye nafasi, kuna watu wamekwama, wanasubiri wewe ndio wavushe. Lakini wewe kutokaa kwenye nafasi kunasababisha waendelee kukama. Wamekwama mahali pamoja. Kuna watoto wengine mama zao ndio waliobeba hatima zao, lakini kutokaa kwenye nafasi watoto wamekwama. Wengine baba zao, kuna sauti ya mwanaume mmoja tu inasubiriwa kwenye ulimwengu wa roho ili vijana wake na vizazi vyake viweze kuvuka, lakini nafasi imepigwa. Adui amewalaza wasikae kwenye nafasi. Sijui unanielewa? Unanielewa ninachosema? Na unajua usipoomba kutokea kwenye nafasi, hata nguvu ya maombi hamna. Ni kama unalazimisha. Lakini ukiwa unaomba kutokea kwenye nafasi, kuna vitu kule unajisikia ndani, unasema ngoja nishughulikie na ile na lile na lile. Yaani ni kama utawala kako unakapanua. Mungu alipotuumba ametuumba kwa mfano wake ili tumiliki na kutawala kwa niaba yake. Sisi ni mawakili. Wewe utamilikije wakati hukai kwenye nafasi? Roho wa Bwana akuamshe. Roho wa Bwana akuamshe. Roho wa Bwana akuamshe. Isaya 61. Ukikaa kwenye nafasi, vitu unavyoviogopa hutaviogopa tena. Mimi nakuhakikishia huwezi kuviogopa. Kuna vitu unaviogopa, usifikiri vina nguvu kiasi hicho.
Shetani anatumia udhaifu wetu wa ujinga kutunyanyasa sana kabisa. Anatumia udhaifu wetu wa kutojua mambo. Ukisoma Isaya 61 mstari wa 3 mpaka ule wa 4, mstari wa 3 mpaka wa 4, maandiko yanasema kuwaagizia hao waliao katika Sayuni. Unajua Sayuni kwenye vitabu vya manabii inawakilisha nini? Sayuni inawakilisha kanisa. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Narudia tena, inawakilisha kanisa. Mnanielewa ninachosema? Mara nyingi, sio mara zote, mara nyingi inawakilisha, ile ni lugha ya kinabii, inawakilisha kanisa. Na nitakuonyesha kuna lugha za mafumbo Yesu alizitumia ninapokuambia kitu kingine sasa hivi, alafu utaelewa. Anaposema kuagizia hao waliao katika Sayuni, wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki. Sema kuitwa miti ya haki, iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Wapate kuitwa miti ya haki. Kumbuka Yesu ni mti wa uzima. Anasema hawa wataitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili afanye nini? Atukuzwe. Haleluya watu wa Mungu. Alafu anasema hivi, nao watafanya nini? Anasema nao watajenga mahali pa kale palipoharibiwa, watapainua mahali palipokuwa ukiwa zamani, watatengeneza miji iliyoharibiwa, mahali palipoachwa kizazi baada ya kizazi. Ukiona hii lugha unaweza kufikiri lugha ya mwilini tu. Hii ni lugha ya rohoni watu wa Mungu. Mungu anapokupanda kama mti wa haki ili yeye atukuzwe, usifikiri amekupanda tu pale ili uenjoy tu. Amekupandwa pale kwa ajili ya majukumu. Angalia jukumu analopewa hawa. Anasema jukumu lao, watajenga mahali pakale palipoharibiwa. Mahali pakale. Ukienda kwenye familia yako kuna mahali pakale palipoharibiwa. Ukichunguza maisha yako ukaenda kwenye ukoo, utakutana na mahali pakale kwenye maeneo na maeneo palipoharibiwa. Alafu anasema watapainua mahali palipokuwa ukiwa zamani. Unaelewa mahali pakiwa na ukiwa, hakuna kitu kinachoendelea, no production, hakuna uzalishaji pale, hakuna sifa njema, ni mahali pakiwa. Ukichunguza kwenye maeneo ya familia zetu utakuja kugundua kuna maeneo mengine ni pakiwa. Unasema kwa Mungu amezitenga familia zetu. Hajazitenga, anataka wainue watu waliopandwa. Lazima upandwe kwenye madhabahu yake kama mti wa haki, ili kupitia wewe Bwana atukuzwe. Atukuzwe wapi? Kwenye familia. Atukuzwe wapi? Kwenye ndoa. Atukuzwe wapi? Kwa ndugu zako. Bwana atukuzwe. Atatukuzwaje? Ni pale unapoanza kufanya jukumu la kwanza. Anasema utajenga mahali pakale palipoharibiwa. Huwezi kujenga. Ndio maana saa nyingine hapa tukisema tuombee koo zetu, nakwambia ni wachache walio na nguvu ya kuomba kabisa. Zaidi mpaka hamasishwe, ambiwe vunja, ndio atavunja. Kwenye kuvunja hatu jambo. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa ninachosema? Palipokuwa ukiwa, kujenga. Angalia, kujenga palipoharibiwa. Mashetani yameharibu vitu vingi. Mungu anaweza akakupanda kwenye kanisa, amekuweka hapa KKKT. Lazima ujue mahali gani pameharibiwa ili ujenge. Lakini anakuambia watapainua palipokuwa ukiwa zamani, afu watatengeneza miji iliyoharibiwa, mahali palipoachwa kizazi baada ya kizazi. Kuna shida ukichunguza kwenye koo zenu, zimesafiri kizazi baada ya nini? Ya kizazi. Lakini Mungu anamtaka mtu. Kwa nini unalia? Kwa sababu unajisikia uchungu. Kwa nini unaomboleza? Kwa sababu kuna mambo ungetamani uyaone, huyaoni. Ndio maana anasema hao waliao katika Sayuni, hao waliao ndani ya kanisa, hao waliao ndani ya kanisa, hao waliao ndani ya kanisa,
hao waliao ndani ya kanisa wanalia, lakini anasema ndani yao wamebeba na roho nzito. Roho nzito, roho nzito maana yake nini? Wanasikia uzito kwenye kufanya chochote ambacho Mungu angetaka wakifanye, hawana nguvu ya kufanya. Haleluya, haleluya. Sasa ili uzito utokee, uondoke, maana yake nini? Uamsho lazima uje, wainuke, wajengwe mahali palipoharibiwa. Ndio nasikia mwingine amepewa jukumu la familia yake, jukumu la nchi yake, jukumu, anahangaika kujenga mahali palipoharibiwa zamani. Kuna vitu unaweza kuviona leo ni matokeo tu, lakini vimetokea mbali mbali sana. Vingine vimesafiri kizazi baada ya kizazi. Mungu anapokuja kukuinua wewe, anakupanda uwe kama mti wa haki. Neno kukupanda maana yake anakuweka kwenye nafasi ya kukutumia wewe. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Anakuweka kwenye nafasi ya kukutumia. Sasa leo watu hawataki kutumiwa na Mungu. Uamsho unapokoma, watu wanaanza kuwa wabinafsi. Anasema kila mtu atapambana kwa hali yake. Maadamu mimi Mungu ameniponya, ameniokoa, nitaenda mbinguni mwenyewe. Aliyekwambia ni nani? Aliyekwambia Mungu alikuokoa uende mbinguni peke yako ni nani? Kuna wengine hapa nyinyi wanawake mtadaiwa huyo mume uliopewa. Mungu anataka amuone mbinguni siku moja. Mungu hakuiti ili uende peke yako, hakuiti hivyo. Ndio maana anakupanda, anakupanda. Umeona hayo majukumu niliyosema, sina muda wa kuyaelezea sana. Umenielewa watu wa Mungu? Umenielewa watu wa Mungu? Na pale wanasema, Biblia inasema watawaiteni. Angalia, ukiendelea pale chini amezungumza vitu vingi. Anasema na wageni watasimama na kulisha makundi yenu, na watu wa kabila nyingine watakuwa wakulima wenu na watunzaji wa mizabibu yenu. Unapohangaika kwa ajili ya kusudi la Mungu kwenye nafasi, Mungu anainua watu ambao ni wa makabila tofauti kukupa mkono wa shirika. Unanielewa anachosema? Kukupa mkono wa nini? Wa shirika. Kukusaidia mahali ambapo usingeweza. Lakini angalia anachosema. Anasema hivi. Anasema bali ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana. Watu watawaiteni wahudumu wa Mungu wetu. Mtakula utajiri wa mataifa na kujisifia utukufu wao. Anasema badala ya aibu. Napendaga hapa ndio napapenda. Sikiliza hiyo sentensi. Anasema badala ya aibu yenu mtapata mala. Na hii lugha aliwahi kuiongea Yesu jamani, wakati Petro anamwambia sasa tutapata nini tumekufuata? Badala ya aibu. Sikiliza, maisha tunayopitia kwenye familia zetu mengine yamejaa aibu sana. Ndio yanayotufanya tulie kanisani, ndio yanayotufanya tuomboleze, ndio yanayoleta majeraha kwenye mioyo yetu, kwa sababu yamebeba aibu kabisa. Lakini anasema badala ya aibu yenu mtapata maradufu, na badala ya fedhea wataifurahia sehemu yao. Anasema basi katika nchi yao watamiliki maradufu, na furaha yao haitakuwa ya siku moja, itakuwa ya milele. My Lord, angalia, anasema maana mimi Bwana napenda hukumu ya haki na uchukia wivi na uovu, nami nitawalipa malipo katika kweli, nitaagana nao agano la milele. Hili ndio agano la Yesu kukaa ndani yetu, agano la milele. Alafu anasema na kizazi chao kitajulikana katika mataifa, na uzao wao katika kabila za watu wote. Anasema wote wawaonao watakiri ya kuwa ni kizazi kilichofanya nini? Kilichobarikiwa na Bwana. Lakini kuna gharama ya mtu kupandwa kuwa mti wenye haki. Alafu matokeo ndio hayo yote niliyosema. Kwa hiyo Mungu haishi kwako, kwa sababu kuna vitu usipojenga wewe hakuna mwingine atajenga. Niamini ninachokwambia. Sasa angalia, napenda mahali pengine. Angalia, endelea mbele tumalizie. Anasema hivi, nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu, maana amenivika mavazi ya wokovu, amefunika mavazi. Anasema amenifunika vazi la haki,
kama bwana harusi ajipambavyo kwa kilemba cha maua, na kama bibi harusi ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu, na kama bustani ioteshavyo vitu vilivyopandwa ndani yake, ndivyo Bwana Mungu atakavyootesha haki na sifa mbele, atakavyootesha haki na sifa mbele ya mataifa yote. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa ukisoma huu nabii ulikuwa unamuhusu Yesu pia. Ameni watu wa Mungu. Ameni watu wa Mungu. Ameni watu wa Mungu. Ameni watu wa Mungu. Nilitaka pointi yangu ya msingi nilichokuwa nazungumza ni nafasi. Sema nafasi. Sema nafasi. Kwa hiyo pointi ya msingi ni nafasi ambayo Mungu amekuweka. Inafanya kazi gani leo? Ni wapi umejenga palipoharibiwa? Je, umefungulia lango la baraka kwa kizazi chako? Nafasi. Mungu anatukuzwa kupitia wewe. Kazini kule ukikaa, kwenye biashara, maisha yako yanamfunua Mungu. Watu wakiona wanasema hizi ndio baraka za Mungu. Watu wakiona wanasema hivi ndivyo Mungu alivyo. Watu wakikuona wewe waseme yes, atukuzwe Mungu huyu jamani. Mungu anatukuzwa kupitia wewe. Sasa kwa nini uamsho unahitajika kwenye nafasi? Kwa nini uamsho unahitajika? Nilikwambia mambo kama 5, lakini jambo nalotaka uzungumze hapa ili tuingie kwenye maombi ni jambo la tatu au la 4. Nilikuwa la 4, analosema hali ya uvuguvugu katika kanisa. Uvuguvugu. Moja ya kitu kinafanya nafasi hizi ambazo nimezizungumzia zisifanye kazi ndani ya watoto wa Mungu ni uvuguvugu. Na uvuguvugu unatokana na michanganyiko tulionayo. Yaani sisi tuna sura kama za vinyonga hivi. Tukiwa kanisani, haleluya, tuwapate wapi watakatifu wa Bwana? Tukiwacha geti la kanisa, tukiwa kwenye biashara zetu, tunapopiga madili kule, tunashindwa hata kuchagua madili ya kupiga. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Kwa nini uamsho unahitajika? Nilizungumza vitu kama 5, lakini nataka niseme hiki kwa kifupi kabisa ili tuombe. Sawa mtu wa Mungu? Nimekuonyesha nafasi. Kwa nini uamsho unahitajika? Kwa sababu ya hali ya uvuguvugu katika kanisa. Hali ya uvuguvugu. Ufunuo 3 mstari wa 15 hadi wa 17. Fungua Biblia yako. Hali ya uvuguvugu katika kanisa. Na uvuguvugu huu unafanya hizo nafasi ambazo tunazo nyingi, nimetaja moja katika Kristo, zisiwe na nguvu kwa sababu ya uvuguvugu. Fungua haraka kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 15. Anasema basi kwa sababu una uvuguvugu, angalia hiyo sentensi, kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Anasema kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe ujui ya kuwa wewe mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Sasa angalia, nataka nikuambie swali. Unafikiri Mungu anapoandika hii lugha anayoitumia hapo, anapolituma hili neno kwa kanisa la Laodikia, hili ni kanisa la Laodikia, usije ukasahau. Bwana asifiwe. Kanisa la wapi? Laodikia. Hilo ni kanisa la Laodikia. Kwa nini Mungu anatumia hiyo sentence? Laodikia kulikuwa na nini? Laodikia ilikuwaje? Kwa nini watoto wa Mungu walioko Laodikia, kanisa la Laodikia, walianza kuwaza kwamba wao ni matajiri, hawahitaji kitu? Kwa nini? Ngoja nikwambie jambo hili. Laodikia ilivyokuwa, ulikuwa ni mji ambao ndio benki za kifedha zilikuwa pale. Jambo la pili, ulikuwa ni mji ambao ni maarufu kwa utengenezaji wa nguo za sufu, mavazi mazuri ya sufu. Laodikia, mnanielewa? Mji wa kibiashara, mji ambao fedha, taasisi za kifedha ziko pale, lakini mji ambao mavazi mazuri ya sufu yalikuwa yanatengenezwa pale. Kwa hiyo kanisa la mahali pale, kwanza, watu wapendwa wale walikuwa na mavazi mazuri sana, alafu walikuwa na fedha, walikuwa wamefanikiwa kiuchumi, wanazo hela.
Kilichowaponza, wakaanza kuondoka taratibu kwenye kumtegemea Mungu, wakawa wanajivunia mali, fedha na mavazi mazuri waliokuwa wanavaa. Kwa wakipendeza namna hii ni wanajiona. Tawaambia nini wamama wale wakitembea kwa nyakati zao hizo, masufu yale ni wametokelezea kabisa. Wakaanza kuhama rohoni na kuja mwilini, mpaka wakawa wanawaza. Biblia inaposema unasema mimi sio maskini, lugha waliokuwa wanawaza ni ile ya vitu walivyo navyo. Wanajiona sio maskini, lakini tayari umaskini wa kiroho ulishaingia. Ndio maana Mungu anawaambia hauna kitu, na vile vitu, yale mafanikio yale, kwa sababu walikuwa hawawezi kuhendo ile hali ya mafanikio walionayo, wakaanza kupoa kiroho. Kwa hiyo wakawa katikati, yaani Mungu anampenda lakini na mambo mengine ya dunia wanayataka. Kwa hiyo uvuguvugu ukaingia ndani ya kanisa Laodikia. Uvuguvugu ukaingia, wakaanza kutothamini injili ya kweli. Wanataka vile vinavyowafurahisha moyo. Wanahela bwana, utawaambia nini mtumishi? Wamefanikiwa, mavazi mazuri, wakajiona wamejivisha. Mungu anawaambia mko uchi nyinyi. Unaelewa maana ya mko uchi? Lile vazi la haki, lile vazi la utakatifu hamnalo. Alafu anawaambia wewe ni mnyonge, una mashaka na ni maskini. Hali zao za ndani zikazofika. Jina la Yesu libarikiwe. Na ndipo uvuguvugu ulipoingia kwenye ile kanisa, likawa vuguvugu. Tunaposema uvuguvugu katika kanisa, watu wa Mungu, maana yake nini? Maana yake ni hali ya kiroho isiyo moto wala baridi, hali ya kutokuwa na msimamo wa dhati katika kumtafuta Mungu au katika kumwabudu Mungu. Kwa wakapoteza zile standardi, vile viwango. Mungu hapimi viwango kwa jinsi ya nje. Mnakuwa na miziki mizuri sana, instrument, mmevaa mavazi mazuri, lakini rohoni kumedidimia. Hapimi kwa nje. Kwa hiyo hawa wakawa wanapima hali yao ya kiroho kwa kuona mafanikio ya mwilini. Haleluya, watu wa Mungu. Ndio maana uamsho unahitajika. Kanisa likapoteza, wao wanavyojiona, wanajiona wako sawa, lakini Yesu anapoliona, analiona kanisa lenye unyonge. Unajua kwa nini nyonge? Haliwezi kuwa na mamlaka dhidi ya nguvu za giza, likashinda. Sasa mwalimu, unaongea nini? Nisikilize ninapomalizia. Uamsho, watu wa Mungu, unahitajika ili kurudisha moto wa kiroho uliopotea kwa sababu ya uvuguvugu na kuridhika kiroho. Yaani mwingine alipoanza kunena kwa lugha akaridhika, na ndio kifo chake kilianza cha kiroho. Mwingine alipoanza kukemea pepo, pepo, akalizika, na ndio kifo chake kilianza. Mwingine alipoimba watu wakamwaga machozi, upako ukashuka, akalizika. Ndio unashangaa anatamani aimbe vile watu wamwage machozi, hawamwagi, kwa sababu uvuguvugu ukiingia, moto. Sifa za hali ya uvuguvugu katika kanisa au hali ya uvuguvugu, waamini walio na uvuguvugu, sifa zao ni zifuatazo. Andika hizi sifa. Sifa ya kwanza, watu walio na uvuguvugu kama hawa ndugu hawa, sifa ya kwanza, hawana bidii ya kweli na Mungu. Hawana bidii ya kweli na Mungu. Kwa nini wanapoteza bidii ya kweli na Mungu? Kila wanachofanya kwa Mungu ni kwa maslahi yao binafsi kabisa. Hawana bidii ya kweli na Mungu, yaani mambo ya Mungu hayawaangaishi moyoni. Huna bidii ya kweli. Wale ambao hatujapoa, Bwana asifiwe. Wale ambao hatuna uvuguvugu, Bwana asifiwe. Mimi wewe unaitikia alafu uko mbele ya Yesu, Bwana.
Jina la Yesu libarikiwe. Sasa angalia jambo la pili, sifa ya pili, wanaonekana kuwa wa kiroho lakini hawana nguvu za kiroho. Sasa chunguza hilo. Yaani matendo yako kwa kweli ni ya kiroho. Bwana asifiwe wapendwa, tuingie kwenye maombi lakini unazo nguvu za kiroho. Wanaonekana kuwa wa kiroho, yaani ni wenye sifa ya kuwa wataua, lakini hawana nini? Nguvu za kiroho hawana. Tena tu sio hawana, wanazikataa nguvu za kiroho, wanazikana. Kwa sababu eneo la kwanza la kujua kwamba hauko vuguvugu ni power, ile nguvu ya kiroho, ule moto wa ndani. Fungua Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 5. Wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake, nao hao nao ujiepushe nao. Alikuwa anamwambia habari ya siku za mwisho. Ufahamu hili, siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Maana yake watakuwepo watu ambao wana mfano wa utaua. Sema mfano wa utaua. Yaani ukiwatazama hivi ni watu wa kiroho kabisa, lakini hawana nguvu za nini? Za kiroho. Na wanazikana nguvu za kiroho. Unasema wanazikaneje? Kwa sababu hawajazihitaji ndani yao, ila wanafanya mambo yote ya kiroho, lakini wakikana nguvu zake. Anamwambia Timotheo, ujiepushe nao hao, siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Yaani saa hizi kila mtu ni Bwana Yesu asifiwe ukienda huko mtaani, lakini cheki nguvu za kiroho ziko wapi? Kwa sababu ufalme wa Mungu hautekwi na maneno, ni nguvu, ni power. Jina la Yesu libarikiwe. Ni nguvu, ni power. Sasa angalia sifa nyingine ambayo wanayo. Kwa hiyo lazima ujicheki. Ninapozungumza sifa hivi nazungumza na waamini. Waamini maana yake watu waliookoka. Ujicheki, mimi na uvuguvugu au sina? Nguvu za kiroho unazo za kiwango gani? Kwa sababu kuna mambo ya kiroho ili yaende yanahitaji power, yanahitaji nguvu za kiroho. Kuna mambo hayaheshimu maneno yako, yanataka yaone nguvu, yanataka yaone moto unaotoka ndani yako. Sasa angalia sifa ya tatu, wanajisikia kuwa wana kila kitu lakini kiroho ni masikini. Sasa hili ndio kanisa la Laodikia. Yaani unajisikia kabisa una kila kitu. Unasema mwalimu najisikiaje? Ngoja nikupe mfano. Umewahi kutana na mtu anasema mkiwa kwenye maombi anasema wapendwa ni muhimu uwe na macho ya rohoni. Yaani ukiwa na macho ya rohoni Mungu atakuwa anakuonyesha vitu. Alafu huyu anayezungumza anahubiri hivyo macho ya rohoni yeye mwenyewe ana. Unajua kinachomsaidia ni nini? Anajisikia moyoni kwamba anacho kila kitu lakini hana. Umewahi kutana na mtu ambaye ameokoka alafu anajiona yuko huru kumbe kafungwa? Yaani hicho ni kifungo mara mbili. Sasa unajua watu waliomuonaga Mungu kwenye Biblia toka Agano la Kale hadi Jipya ni wale waliojifunza kujiambia ukweli. Ameokoka anasema Mungu mimi nimeokoka lakini haya macho ya rohoni nayasikiaga tu. Ndio yakoje haya? Haya masikio ya rohoni nayasikiaga tu. Nipatie haya macho. Unasema mwalimu mimi ninayo. Ungekuwa nayo ungekuwa unatumbukia tu kwenye mashimo. Yaani saa nyingine hivi naongea na mtu hapa, mwingine yuko kwenye shimo hadi hivi ninavyoongea katumbukizwa tu na rafiki yake. Ungekuwaje unatumbukia tu? Uchumi wako unatumbukia. Ungekuwa na macho si unaona? Unasema pale pana shimo, pale pana hivi. Wewe unamfanya miandalingi tu, unakanyaga popote. Hauoni miba, hauoni nini. Sasa ndio ubaya wa uvuguvugu. Unajiona una kila kitu kumbe we maskini wa kiroho. Kanisa la Laodikia lilijiona matajiri kumbe maskini wa neema ya Mungu. Kanisa la Laodikia lilikuwa na kiburi cha mafanikio ya kiuchumi na mahali walipo. Neema, ukiitaka neema ya Mungu, kuna watu hawajaponywa kwa sababu uponyaji wao unahitaji neema ya uponyaji. Sifa ya nne, kutegemea mafanikio ya kimwili badala ya kuishi kwa imani. Uvuguvugu unaingia pale tunapoanza kutegemea mafanikio ya nini? Ya kimwili. Sasa sifa ya 6 ambayo ni ya mwisho kwa leo, hawajitambui hali yao ya kiroho, yaani wana upofu wa kiroho. Sema upofu wa kiroho. Wana upofu wa kiroho. Kupoteza kutambua hali yako ya kiroho ni hatari.
Mathayo 23:23. Ukielewa kweli hivi ninavyofundisha, wengine ndani yao wanasikia roho ya toba, wengine ndani yao wanasikia kwamba Mungu nisaidie, mimi sitaki kwenda, kumbe hivi ninavyofundisha. Nilipokuwa nafundisha nafasi, wengine ndani yao kuna namna kuliinuka kwamba Mungu naomba unisaidie nikae kwenye nafasi na mimi. Vile unavyoanza kusikia moyoni, ndio kufunguliwa kunaanza hapo. Haleluya, watu wa Mungu. Mathayo 23 mstari wa 23 hadi wa 24 anasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na binzali. Hizi mnanaa na binzali ni viungo hivi vya mboga, si mnajua, na pilau. Mnalipa zaka za mnanaa na bizali na jila, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiache. Anasema hiyo imewapasa kufanya, wala yale mengine msiache. Kwa sababu Biblia ya Kiingereza lile neno adili linazungumza haki. Viongozi vipofu wenye kuchuja nini? Mbu. Unaona Yesu lugha aliyotumia hiyo. Nataka uelewe. Viongozi vipofu wenye kuchuja mbu na kumeza nini? Kamia. Sasa sikiliza. Jina la Yesu libarikiwe. Viongozi wanachuja nini? Wanameza nini? Huu msemo mzuri sana wa Yesu, wa mafumbo. Wa mafumbo. Na hii sura utaona amezungumza ole ole. Sasa sikiliza shule hapo ambayo Yesu alikuwa anaitoa kwa dakika 2 tu. Sikiliza. Jina la Yesu libarikiwe. Hiyo ni shule ya mafumbo. Pale juu ameanza kwa kuambia, ole wenu ninyi waandishi na Mafarisayo. Wale walikuwa ni viongozi wa kidini, watu waliosoma sheria, Torati. Anawaambia ole wenu, kwa sababu ninyi mnalipa zaka. Walikuwa wanalipa zaka, zaka za mnanaa, zaka za bizali na jila. Hizi zaka hizi, kwa nini ametaja yale? Ile ni mimea ambayo ni viungo, inatumika kama viungo. Product yake ni viungo kwenye mboga, viungo kwenye pilau. Si sawa eh? Unanielewa anachosema? Lakini walikuwa makini sana kwenye kutoa zaka ya hivyo vitu. Alafu wao wakajua utakatifu wao ni kwenye kutoa hizo zaka. Lakini mambo makuu, angalia ile sentensi. Anasema lakini mmeacha mambo makuu ya sheria. Kwa hiyo anataka kumaanisha nini? Haya mambo mnaofanya yako sawa, ni sahihi, lakini mmeacha, kuna mambo makuu ambayo mkifanya haya mkayaacha haya, mmefeli. Anasema mmeacha mambo makuu ya sheria, adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiache. Kwa anazungumza yale ya kutoa zaka msiache, lakini mnapofanya yale, kwa nini mmeacha haya makuu? Adili, haki. Mmeacha. Walikuwa ni watu wamekosa upendo, hawatendi haki, lakini zaka wanakumbuka vizuri. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa anamaliza pale kwa mfano huo, ule mstari wa 24. Anamaliza kwa kusema viongozi vipofu wenye kuchuja mbu na kumeza ngamia. Huu ni usemi wa picha au wa fumbo. Haleluya, watu wa Mungu. Ulilenga kufunua unafiki na upofu wa kiroho wa viongozi wa dini, kwa sababu walikuwa na upofu. Yaani kuna vitu wanavisimamia na wanavifanya, lakini yale mambo makuu wameyatelekeza pembeni. Sema nyinyi vipofu. Na unajua kwa nini walikuwa vipofu? Walikuwa hawezi kutambua hali ya kiroho walionayo, kwa sababu ya upofu wa kiroho. Sasa angalia, anaposema kuchuja mbu, kwenye utamaduni wao wa Kiyahudi, vinywaji vyao havikupaswa kuingiliwa na mdudu anaitwa mbu. Kwa walikuwa makini, wanapochukua vinywaji lazima wavichuje ili wasije wakanywa ndani yake kukiwa na mdudu anaitwa mbu, kwa sababu kwao itakuwa ni unajisi. Unanisikia anachosema? Sasa yule mbu ni mdudu mdogo, lakini huyu mdudu mdogo walikuwa na umakini naye sana, ila wako tayari kumeza ngamia kuliko kumeza mbu. Sasa ngamia ni mnyama mkubwa, mbu ni mdudu.
lakini walikuwa tayari kumeza mdudu, kumkataa mdudu wameze ngamia. Unaelewa maana yake nini? Anapozungumza mdudu, maana yake walikuwa tayari kuzingatia mambo madogo madogo, ila makuu hawana muda nao. Kwa hiyo mbu anabeba picha ya mambo madogo madogo, hasemi sio ya muhimu, ni ya muhimu, lakini kwa nini uyape kipaumbele? Yale makuu yaweke pembeni. Ndio maana wanachuja mbu wasije wakanajisika. Wakasahau pia ngamia, kipindi kile kwenye Uyahudi wanaweza wakanajisika ukimmeza ngamia. Sasa wewe jiulize, ili koo linakataa kumeza mbu, linataka limeze ngamia. Lugha ya picha, mbu anawakilisha yale mambo ambayo yako kabisa kwenye Torati, kutoa zaka na nini, lakini kuna mambo ya haki, uaminifu, adili wameacha. Hayo mambo ndio Yesu anayachukulia kama ngamia. Mmeacha, kwa mnafanya ubadhirifu, mnafanya uhuni, hamna upendo, mnafanya unafiki, nyinyi mnasafisha nje lakini ndani mmekuacha. Watu wakiona mnavyotoa zaka wanasema haleluya, tuwapate wapi? Hawa ndio viongozi wetu. Lakini yale maisha ya ndani ya haki, utakatifu, uaminifu mmeacha, mnafanya vibaya. Kwa mmekubali msimeze mbu, ila mnataka mmeze ngamia. Ndio Yesu alikuwa anazungumza hicho. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Maana yake walipuuza mambo makuu zaidi ya sheria, kama vile haki, rehema na uaminifu. Walionekana watakatifu kwa nje, lakini mioyoni mwao walikuwa na dhuluma, kiburi na ukosefu wa upendo kabisa. Ndio maana ukirudi kule kwenye Mathayo 15 utaona hadi wanatoa mashtaka kwa Yesu. Wanasema, angalia hao wanafunzi wako Bwana, wanakula bila kunawa, wanaarifu mapokeo, hao waandishi na Mafarisayo. Alafu Yesu anawaambia nyinyi ambao mmeshika mapokeo lakini mnayatumia mapokeo kuarifu amri ya Mungu. Alafu mstari ule wa 14 pale katikati anawaambia ninyi ni viongozi vipofu mnaoongoza vipofu wenzenu. Umeona, ukiwa kiongozi ndio maana unatakiwa amshwe. Usikubali kuwa kiongozi. Angalia mstari wa 14, wacheni hao ni viongozi vipofu wa vipofu. Yani viongozi vipofu wa vipofu. Na kipofu akimuongoza kipofu mwenzake watatumbukia wapi? Sasa ukiwa kiongozi, jukumu la kwanza la kuhakikisha usiwe kipofu. Usije ukawa unachuja mbu alafu unameza ngamia. Jina la Yesu libarikiwe. Unachuja mbu lakini unameza nini? Ngamia. Marufuku kuanzia leo kuchuja mbu na kumeza ngamia. Tukichuja mbu na ngamia pia lazima tumuondoe. Jina la Yesu libarikiwe. Kama umenielewa sema amina. Kwa hiyo ule msemo wa Yesu ulikuwa wa picha. Sasa uvuguvugu wa kiroho unawafanya watu wachuje mbu wameze ngamia. Kwa ukimwona mkikaa kwenye kundi, eneo mojawapo la kuonyana, mkikaa hivi, ukiona mwenzako anaenda unamwambia, ndugu yangu, si unachuja mbu alafu unataka tumeze ngamia. Huu uamsho unahitajika, watu wa Mungu. Kwa nini unahitajika? Tuondoe uvuguvugu. Haleluya, 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 haleluya. Unahitajika ili tuondoe uvuguvugu kwenye maisha yetu. Tuache kutegemea mafanikio, tuache kuwa na kiburi cha mafanikio. Tusichuje mbu tukameza ngamia. Tusijionyeshe nje tuko vizuri wakati ndani kumeosa, wakati ndani kumeharibika. Mamlaka ya Mungu haikai nje, mamlaka ya Mungu inakaa ndani yako. Mungu akaagi nje, anakaa ndani. Ndio maana lazima usafishe ndani yako. Jamani, uamsho ukija, viungo vyote vya kiroho vinakuwa sensitive. Macho yako yataona, masikio yako yatasikia. Haiwezekani. Nani mwingine anasema haiwezekani tukaendelea hivi? Haiwezekani, kwa sababu nasikia moyoni kabisa watu wengine wamefika mahali ambapo mpaka mioyo yao inakufa kabisa. Nikisema moyo kufa, unanielewa? Moyo kufa ni hali ya kukata tamaa. Yana anajikatia tamaa, anasema mwalimu, nimepambana sana, hii vita imenizidi, nimechoka. Watu wamechoka. Haiwezekani. Sasa kwa nini Yesu alikufa msalabani? Na kuuliza, kwa nini Yesu alikufa msalabani? Kama
kama maisha yetu yanaweza kuendelea hivi, kwa nini Yesu alikufa kifo cha aibu, cha mateso? Si alikufa ili sisi tusikae kwenye mateso? Kwa nini aliteseka? Yaani yeye ateseke na sisi tuteseke. Sasa nini maana ya kuteseka? Nini maana yake? Yaani yeye aliachwa mpweke msalabani na sisi tunaachwa. Why? Afu tumelizika tu kabisa. Haiwezekani, haiwezekani. Ninasikia moyoni kabisa, nasema haiwezekani. Hata kama ulikimbilia mbali na ukakata tamaa, Mungu akurejeshe kwenye nafasi yako katika jina la Yesu. Haiwezekani. Unasema mwalimu, itakuwaje? Ile neema ambayo imekuleta kwenye semina hii, hiyo neema iliyokupa msukumo mpaka ukaacha shughuli zako, ukaacha ratiba zako, ukaja jioni ya leo kwenye semina hii, hiyo neema basi ikupandishe na kukurejesha kwenye nafasi yako, ikupande tena. Na inawezekana katika jina la Yesu. Nasema inawezekana. Nasema inawezekana. Nasema inawezekana. Kwa sababu nje ya nafasi kuna maonezi huko, kuna wachawi huko, kuna waganga, kuna mapepo huko. Neema hiyo ikurejeshe, watu wa Mungu. Neema hiyo ikurejeshe. Nasema neema inayorejesha wengine kwenye nafasi ipo bado hata sasa. Inaweza kukurejesha, inaweza kukurejesha, inaweza kukurejesha yale matumaini yaliyokufa, yale matumaini yaliyopotea, ule uwezo uliopotea, ile nguvu iliyofifia, ile nguvu ya kiroho iliyofifishwa kwa neema ya Mungu katika Roho Mtakatifu, inaweza kurejea. Kumwambia Mungu, sasa inatosha, nataka huo moto, nataka moyo wangu urejee, nataka nafasi yangu irejee, ile mamlaka ya kutawala, ile mamlaka ya kutamka vitu vinatokea, ile mamlaka ya kuzuia, ile mamlaka ya kuondoa sheria kwenye ulimwengu wa roho, nataka irejee. Nahitaji kuona inarejea. Watu wa Mungu, niko kwenye madhabahu hii. Madhabahu hii itashuhudia siku moja, jengo hili litashuhudia siku moja, na siku ya leo na ardhi hii itashuhudia siku moja kwamba hili neno nililolileta halijaja tu bure. Kuna watu wanainuliwa, kuna watu wanatoka kwenye mashimo, kuna watu Roho Mtakatifu amewakusudia kuwageuza, kuwafanya kuwa watu wengine. Kuna watu Roho Mtakatifu amekusudia wasiendelee kutembea wakiwa uchi. Anataka wavishe vazi la haki, anataka wavishe uweza, anataka wavishe nguvu, anataka abadilishe hatima zao. Kuna watu anataka watoe kwenye historia ya maonezi. Kuna watu wanataka watoe kwenye shimo, watu ambao wameimbiwa, badala ya aibu yao watapata maradufu, badala ya fedhea yao, ambao wametungiwa mpaka maneno kwamba huo wokovu umekusaidia nini, huyo Yesu amekusaidia nini, mbona unateseka kama sisi, mbona unahangaika kama sisi, mbona hakuna chochote cha maana tunachokiona kwako na kwa watoto wako. Umekuwa kama fedhea, umekuwa kama jambo la aibu kwenye familia na ukoo, kwenye mtaa na mji. Watu wakitazama wanasema, huyo Yesu wenu mwenyewe mbona hawasaidii, mbona hawaponyi, mbona hawainui, mbona hawapi fedha? Saa imefika, watashuhudia kwamba wale waliofedheshwa, wale waliotembea kwenye aibu, saa ya kukumbukwa kwao imekuja. Watashuhudia. Mimi nasema
Naongea kwa ujasiri katika jina la Yesu, kwa sababu habari nilizosema sio za kwangu, ni habari za yeye mwenye nguvu, ni habari za yeye mwenye nguvu. Hata kama uko uchawi uliokaa kwenye mifumo, kwenye nafasi ya familia, kwenye nafasi ya mahali unapoishi, unaosema huyu hatakaa avuke, kama isivyo Bwana, kama isivyo Jehova anayewatoaga watu waliozikwa mashimoni, anayewatoaga watu kwenye makaburi, anayewatoa watu waliofichwa, lazima akutoe, lazima akutoe. Hakuna mizimu iliyowahi kushindana na Yesu ikashinda. Hakuna miungu inaweza kusimama. Mungu alipotokeza bahari alinyamaza kimya. Haya ndiyo maombi yangu, kwamba huyu Mungu atokeze na kwako, atokeze na kwako wewe, atokeze. Wengine wanakuona unacheka mdomoni, lakini moyoni umebeba huzuni kubwa, moyoni umebeba msiba. Huyu Mungu haja atokeze, atokeze kwenye maisha. Mandarabasa, mandarabasa, mandorobosa. Unachohitaji ni kuamini tu, usiogope. Mungu anatoaga watu. Wengine ni kama vile wamezikwa kwenye mashimo, na maroho yanasema hataka atoke huyu, na kizazi chake ni wao wamesema, lakini sio Mungu aliye hai, lakini sio Mungu aliye hai. Mungu ana uwezo wa kufufua hayo maisha, ana uwezo wa kufufua mtu wa Mungu. Unachohitaji ni kujiachilia, ni kwenda mbele zake kwa toba, ukiwa unaamini kwamba Bwana, wewe unaweza nisaidia. Nasema jioni ya leo uko muujiza wa mtu hapa kwa ajili yake na kizazi chake. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Nyenyekesha moyo wako, nyenyekesha moyo wako, nyenyekesha moyo wako. Inua mikono yako juu, funika macho yako, funika macho yako. Mungu hajakuleta hapa kwa bahati mbaya. Fungua moyo wako, fungua moyo wako. Ninaona uponyaji wa majeraha, ninaona uponyaji wa majeraha, ninaona uponyaji wa nafsi, ninaona uponyaji, ninaona giza likiwa linatawanyika, ninaona uponyaji, ninaona uponyaji wa majeraha, yale majeraha ambayo umetembea nayo muda mrefu. Ninaona uponyaji kule ndani, ninaona uponyaji kwenye moyo wa mtu. Ni kama vile anafanyiwa operation. Ile ni operation ya Roho Mtakatifu, ile ni operation ya Roho Mtakatifu. Na kuna mtu hapa amesikia lile neno la sheria za ulimwengu wa roho na akaamini. Ninaona kama vile kuna kiwingu kinaondoka mbele yake, ni kama vile kuna kivuli kinamwachia, ni kama vile kuna kivuli kinamwachia. Ile ni roho nzito iliyoletwa na nguvu za giza kwenye maisha yake. Ni kama vile kuna kivuli kinamwachia ile miguu mizito na zile kamba kwenye miguu. Yako majaribu mpaka ya kutengenezewa. Wachawi wamejaribu kutengeneza majaribu, wametengeneza mateso ili wamvunje moyo, wakatengeneza mateso ili waharibu vipawa, wakasema tumefanikiwa, tumeweka uchungu ndani yake. Ninaona Roho wa Bwana akivunja hiyo sheria, akivunja hizo kanuni zake, akivunja hizo kanuni na kufufua umoyo na kurejesha matumaini mapya. Ninaona hiyo neema ikiachiliwa. Sijui ni nani, lakini ninaona hiyo nguvu inayomjia ni kama iliyomtoa Lazaro kaburini. Kwa nini inamjia juu yake? Ili kufufua, ili kurejesha, ili kuondoa hicho kilichokaa kwenye maisha yake, ili kuondoa hiyo mauti. Ninaona juu yako iko hiyo neema, juu yako iko hiyo